Watuhumiwa hao walikamatwa pamoja na wananchi, walikamatwa pia na viongozi wa eneo hilo la Igelegele ambao ni mtendaji wa mtaa wa Igelegele na mwenyekiti wa mtaa. Kwa hiyo hao viongozi pia na wananchi walikuwa katika ushiriki wa kuwakamata hao watu na kuweza kuwahoji, kuwafanyia mahojiano kuhusiana na tuhuma hizo. Vijana hao wakati wanaendelea kuulizwa maswali kuhusiana na tuhuma hizo, nasemekana vijana hao walikubali kutenda makosa hayo, na katika kueleza walidai kwamba walihusika katika tukio moja la wizi wa pikipiki ambayo ni MC 194 EMM aina ya King Lion, ambayo pikipiki hiyo ilitambuliwa kuwa ni ya Hamisi Nuhu, mkazi wa Igelegele, ambayo ilikuwa imeibiwa siku ya tarehe 18 mwezi wa 9 2025 baada ya nyumba aliyokuwa akiishi mwenye pikipiki hiyo kuvunjwa na hatimaye pikipiki hiyo kuweza kuibiwa. Baada ya kueleza tukio hilo, walieleza na matukio mengine ambayo walishiriki kuyafanya kwenye kundi hilo la wananchi. Baadaye watu hao waliwaongoza wananchi kwenda kwenye chumba walichokuwa wanaishi ili kuwaonesha mali nyingine ambazo walikuwa wamezipora katika matukio mengine ya kihalifu hapo mtaani. Katika chumba hicho waliweza kupata vitu vifuatavyo: flat screen 4, vifaa mbalimbali vya kuvunjia kama vile nyundo, misumeno, lakini pia aliweza kukutwa wakiwa na funguo malaya 2, funguo za kufungulia makufuli na milango tofauti 2, na funguo nyingine mbalimbali ambazo za kufungulia mageti na milango tofauti ziko funguo 70. Lakini walikutwa na kifaa maalum cha umeme ambacho walidai kukitumia katika kuvunjia milango na madirisha. Lakini waliweza kukutwa na mtalimbo mmoja. Pia walipatikana na makufuli 8 ambayo tayari alikuwa ameshavunjwa na spana mbalimbali 12. Baada ya kupatikana kwa vitu hivyo, ndipo wananchi wenye hasira kali walianza kuwashambulia watuhumiwa kwa kutumia silaha mbalimbali za jadi, ambazo silaha hizo walizitumia kuwashambulia vijana hao sehemu mbalimbali katika miili yao. Viongozi waliokuwa kwenye eneo hilo, baada ya kuona tafulani hilo, walijaribu kulizuia kundi hilo la vijana ambao walikuwa na hasira wasiwashambulie wale wahalifu ambao walikuwa wanaendelea kuonyesha mali za wizi. Lakini viongozi hao hawakuweza, kwa sababu tayari watu walikuwa na hasira kali. Watu hao wenye hasira walizidi kuwashambulia vijana hao, ambao ilipelekea vijana hao kupata majeraha makubwa sehemu mbalimbali za miili yao, ikiwepo kichwani pia. Baada ya vurugu hizo, au wakati vurugu hizo zikiendelea, viongozi walifanikiwa kupiga simu kwa jeshi la polisi, na askari wetu wa jeshi la polisi walifika katika eneo hilo baada ya kupokea taarifa kwa njia ya simu kutoka kwa viongozi hao. Askari wetu baada ya kufika kwenye eneo la tukio walifanikiwa kutawanya kundi hilo la watu waliokuwa na silaha za jadi na waliokuwa wakiendelea kuwashambulia hao vijana wawili. Kundi hilo liliweza kutawanyika na jeshi la polisi waliweza kuwachukua vijana hao ambao hata hivyo walikuwa wamejeruhiwa vibaya katika miili yao.
waliwachukua na kuwapeleka kwa ajili ya matibabu. Majeruhi hao walikimbizwa katika hospitali ya Bugando kwa ajili ya matibabu zaidi. Siku hiyo hiyo usiku, jitihada za madaktari zikiendelea, jeshi la polisi tulipokea taarifa kwamba vijana wawili ilikuwa bahati mbaya wamepoteza maisha.